pale kwetu Shinyanga Ibadakuli, ule uwanja wa ndege ilikuwa nightmare. Ilikuwa ni ndoto. Kamati ya bunge mimi nakagua juzi, mheshimiwa mwenyekiti. Uwanja unakaribia kukamilika, ndege zitatua pale. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inafanya kazi. Leo mheshimiwa mwenyekiti, yani unatenganishaje maendeleo haya? Unatenganishaje demokrasia tulionayo na maendeleo makubwa na mheshimiwa rais na mheshimiwa waziri mkuu na serikali iliyoko madarakani? Nitakuwa ni mtu ambaye sina shukrani mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, anaibuka mtu mmoja tu leo mheshimiwa mwenyekiti. Unajua, naomba niwakumbushe waheshimiwa wabunge wenzangu. Hii nchi tumeanza uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995. Na mwaka 95 tulikuwa na wabunge wa upinzani 51. Mwaka 2000 tulikuwa na wabunge wa upinzani 26. Wakati huo mheshimiwa Mbowe ndo aligombea urais. Mwaka 2005 tulikuwa na wabunge wa upinzani 41. Mwaka 2010 tulikuwa na wabunge wa upinzani 89. Mwaka 2015 tulikuwa na wabunge wa upinzani 116 na 2020 tuko wabunge 28 wa upinzani. Hakuna mtu aliyesema hashiriki uchaguzi mpaka tufanye mabadiliko ya sheria. Hakuna. Hakuna mtu aliyethubutu kusema hivyo. Hakuna mtu aliyesema tuingie barabarani tufanye uasi kwenye chaguzi zote. Leo mheshimiwa mwenyekiti, kuna mtu mmoja aliyekuwa na tamaa ya urais ameukosa kwa sababu anajua Samia amefanya kazi, anataka kumwaga mboga, anataka kumwaga ugali na maji ya kunawa. Hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Ukweli ni kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo wameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenyi, ndio bana wameweka mpira kwa pani. Mheshimiwa mwenyekiti, miaka yote, awamu zote 6 ambazo tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi, awamu zote CCM ni ile ile, katiba ya nchi ni ile ile, tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana, wanaweka mpira kwa pani. Hii haikubaliki. Nataka niseme, unaweza kusema yote kwenye nchi, lakini mimi Salome Makamba ni Msukuma wa Shinyanga, sina pa kwenda. Pasipoti nimepewa na bunge ya kusafiria kwenda nje ya nchi, sina pa kwenda. Mama yangu, familia yangu haina pa kwenda. Hatuwezi kuhamasisha uasi kwenye nchi hii. Kung'ang'ania kitu kisichowezekana, kung'ang'ania kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi, imebaki miezi mitatu twende kwenye uchaguzi, unang'ang'ania hatuwezi. Na wewe na mtu ni mwanasheria, wote tunajua humu ndani utaratibu wa utungaji wa sheria, utaratibu wa kurejea sheria una namna yake ambao unahitaji muda. Ni lazima tutebo mara ya kwanza, ni lazima tutebo mara ya pili, ni lazima watu watoe maoni, ni lazima watoe maoni wananchi. Huo mchakato anataka mtu ametia mpira kwa pani. Na mheshimiwa mwenyekiti, mimi naungana na wale wanaojiita sijui G55 nani. Mimi naenda kugombea na nitarudi humu bungeni. Na nimwambie mheshimiwa waziri mkuu, nimeona mmeongeza bajeti. Baba, ongeza mpunga, leta ballot paper, leta maboksi, sisi tuko tayari kwa uchaguzi. Leta maboksi, tuko tayari kwa uchaguzi. Haiwezekani mtu mmoja aye ndo anaamua hii nchi leo, iwe Jumapili, kesho iwe Jumatatu, anaongea yeye, mwanaume yeye, kibaunsa yeye. Hatuwezi kukubali. Na mheshimiwa mwenyekiti, nikwambia kitu kimoja. Mimi Salome na wananchi wa Shinyanga, hasa kina mama, tunasema hivi, yote yametekelezwa. Mama Samia mitano tena. Mama Samia mitano tena. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, maboksi ya kura, kwa ajili ya kuhakikisha tunapiga kura, tunamvika huyu mama nguo, tunamfuta machozi kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutukana kwa ajili yetu sisi wananchi wake. Walisema yote, ambaye ameuza bandari,
mara sijui mama amefanya. Sasa hivi wamesha kusema mama akifungua pochi mambo yanatekelezwa.